Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Novemba 15 mwaka wa 2025. Mwezi huu tumekuwa tukijifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Na kabla hatujalianza somo hili la siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tu wa dhambi, tusiostahili hata kuitwa watoto wako. Lakini tunakushukuru kwa sababu umetupatia neema ya kufanyika kuwa wana na binti zako. Asante kwa ajili ya kafara ya mwanao, kafara iliyotuletea ondoleo la dhambi, ambayo kwayo kila aminiye ataupata uzima wa milele. Sisi nasi tumechagua kuamini. Mungu tusaidie tukaupate uzima wa milele. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko katikati yetu, walio wagonjwa, walio wahitaji, na kila yeyote ambaye analo jambo anatamani kulileta miguuni pako. Sote kwa pamoja tunaungana kuwasogeza hao miguuni pako. Ukasikie kuomba kwetu, ukatujibu, na uje mkombozi. Asubuhi ya leo tutaenda kujifunza neno lako kupitia somo hili. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na zaidi sana yakatufai kwa ajili ya kujiandaa kwa urithi ufalme wa milele. Enda nasi siku ya leo, ukituongoza na kutulinda. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema ng'ang'ania karibu na Yesu. Imejengeka katika kitabu cha Hosea sura ile ya 6 aya 3. Neno la Mungu linasema, nasi na tujue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi. Wakati shetani anapokuambia kuwa dhambi zako ni nyingi kiasi cha kukufanya usiwe na matarajio yoyote ya ushindi mkuu kwa Mungu, mwambie, Biblia inafundisha kuwa wale wapendao zaidi ni wale waliosamehewa zaidi. Usijaribu kuhafifisha uovu wako kwa kuitolea udhuru dhambi. Hauwezi kusogea karibu na Mungu kwa imani hadi pale unapotambua hali yako ya kuwa mdhambi. Kisha unaweza kujiweka mara moja katika ahadi zake, na kwa imani isiyotetereka unaweza kudai kuwa na sehemu katika kafara isiyo na ukomo iliyotengenezwa kwa ajili ya mwanadamu. Ng'ang'ania karibu na Yesu na moyo wake mkuu wenye upendo utakuvuta kwake. Siwezi kuamini kuwa yeyote ataweza kuondoka bila imani zao kufanywa imara zaidi. Kila hatua moja mbele wanayoichukua lazima iwe hatua ya imani. Kama wana uzoefu wa kidini ambao umesheheni imani, mmoja aweza kuwafukuza 1000 na wawili watafanya 10,000 kukimbia. Lakini vipawa vyote vile watakavyokuwa navyo, ujuzi wote na lugha ya ushawishi, yaani umbuji watakaokuwa nao, havitakuwa na manufaa yoyote hadi pale watakapojiweka wakfu kwa Mungu. Mtume Paulo alitamani sana ndugu zake watiwe moyo kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu. Wakristo wanapata faraja na nguvu ya daima ndani ya Yesu. Hebu na tutazame kwa makini utukufu wa Mungu. Tusiruhusu jambo lolote kuingia katikati yetu na yeye. Tukaendelee kumjua Bwana. Tutatambua kwamba kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli iinyweshayo nchi. Ikiwa tu washiriki wa asili ya uungu, tunapaswa kuakisi mfano wa maisha na tabia ya Bwana wetu mtakatifu.
hatuwezi kuwa wavivu kutafuta ukamilifu huu wa tabia. Hatuwezi kuwa wakimya kwa watu wanaotuzunguka na kufikiri kwamba wengine watafanya kazi kwa niaba yetu. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kama yeye alivyo mtakatifu. Tunapaswa kuwa watendakazi pamoja na Mungu. Maisha yawe kwetu yenye unyenyekevu na bidii ya kufanya kazi ya wokovu kwa kicho na kutetemeka. Kisha imani, tumaini na upendo vitadumu mioyoni mwetu, vikitupa bidii kwa ajili ya thawabu zinazowangojea washindi. Adui asiyechoka na mwenye kudhamiria ameandaa njama zake kwa kila roho ambayo haijajiandaa kwa majaribu na kulindwa kwa maombi ya daima na imani iliyo hai. Sisi peke yetu binafsi au kwa pamoja hatuwezi kuwa salama katika mashambulizi yake yasiyokoma. Lakini kwa nguvu za Yesu, kila jaribu, kila ushawishi pinzani, ukiwa wa wazi au wa siri, unaweza kupingwa kwa ufanisi. Kumbuka kwamba mshtaki wetu Ibilisi, kama simba au ngurumaye, huzunguka akitafuta mtu ammeze. Hivyo muwe na kiasi na kukesha. Historical Sketches 135 na 136. Mpendwa mfuatiliaji mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 15, mada ikisema ng'ang'ania karibu na Yesu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda
tena mbele